Kwa kikubwa nachohitaji kukuambia kwamba usiwe na wasiwasi. Sawa? Mimi ndo baba mwenye mjengo. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Masuala ya kusema sijui dada akijua, sijui akifanyaje, anijali. Ndio maana hata mwanzo mimi nilikueleza na wewe ukanikubalia. Hatimaye ukanionjesha. Nashukuru sana. Kingine pia afu nikwambia ukiwa nakuja hizi nguo za jikoni unaachana nazo kule. Sawa? Mimi tunapoelekea ukifanya vizuri zaidi nitakuongezea mshahara. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, usiogope. Sababu mke wangu yuko busy sana. Nahitaji mimi nipate muda nipumzike. Kama vitanda hivi akiondoka anaacha hivyo hivyo. Nguo afui. Juzi alikuletea nguo zangu za ndani. Ndio. Kwa sasa vitu kama vile havitakiwi. Yeye kama mwanamke anabidi ajue wajibu wake afanye. Kwa sio kasema labda kaka labda msisitiza mke wake aniletee, hapana. Mimi sina roho hiyo. Kwa mimi wewe nakupenda. Labda kama na wewe una neno la kuniambia, unaweza tu kaniambia, ina shida. Mimi pia nakupenda. Ndio. Basi sawa. Kama unanipenda nashukuru sana. Kwa wewe kuwa free. Ondoka. Nini chumbani kwangu? Chumbani kwangu kunafuata nini? Dada, nilikwambiaje kuhusu chumbani kwangu? Uliza kwanza nini chanzo? Nilikwambiaje kuhusu chumbani kwangu? Nitaweka hapo. Haya mwanangu. Tushakuwa wakewenza tayari. Fika sehemu, hebu uliza kwanza chanzo ni nini? Nilikwambiaje kuhusu chumbani kwangu? Wewe si nilikwambia mwisho kule nje. Haya ndani kwangu unafuata nini? Unafuata nini chumbani kwangu? Haya mwanangu. Narudi kwako. Umekosa nini kwangu? Mpaka na dada wa kazi. Umekosa nini? Mimi nimemwita huko ndani kwa swala zima la usafi. Hapo namwambia huyu asiingie ndani. Sasa usafi ni vitu vya kuniambia jamani mume wangu. Nikwambie mimi wewe usafi nikwambie. Hivi mimi leo tumekaa kwenye ndoa muda gani? Ndio dada wa kazi ndani. Dada wa kazi ndani kweli. Kazi yake huko ndani inabidi afanye usafi. Dada wa kazi ndani. Yaani unaondoka tu unaacha vitu vuru ndani. Hayo unategemea usafi nifanye mimi? Baba, huyu ni binti wa kazi, amekuja kwa ajili ya kazi, lazima afanye kazi. Wewe usafi ungeniambia mimi ndo niwaambie huyu. Mimi ndo nikwambie swala la usafi. Huyu ndio wajibu wako. Yaani mimi mmeo nikwambie swala la usafi. Wewe na mimi tumekaa kwenye ndoa muda gani? Unachoshangaa nini? Jamani. Wewe mwanaume wewe. Wewe nguo zangu ufutaki kufanya usafi. Hadi boksa zangu nampa huyu hapo. Huyu kazi yake nini? Ndio afadi nguo za ndani. Sina maana mimi natoka na vitu humu nampata nje nampa. Hadi za kwako. Mume wangu sasa anafanya kazi gani? Kuna vitu vingine inabidi ufanye wewe kama mke wangu. Yaani mimi nimlipe hela na mimi tena nichukue nguo nifue. Hivi kweli kabisa? Ndio natoa hela. Hata kama mimi si mkeo, mwili mmoja. Basi sawa, huko ndani kaingia alikuwa anafanya usafi. Ulivyopaacha, unaona sasa hivi panapendeza. Hata kama bana. Dada. Ndio. Ametoka nje. Mke wangu ashafika. Atamalizia kutandika kitanda, sawa? Ana atandike. Si kazi yake. Mimi siwezi kufanya. Alafu na mambo mengi. Unaona? Ndio nimeona. Yaani, unaona mke wangu ndivyo alivyo. Yaani hapa hata nikimwomba tendo la ndoa ni hivi anasingizia amechoka. Kwa sasa ameamua kukuachia madaraka kama haya. Endelee tu na mambo yetu. Akija kuingia chumbani akinikuta tena mara ya pili. Hawezi kuingia chumbani yule. Kwanza mtu mwenyewe ni vivu lile. Muona akakuachia wewe mamlaka. Kwa hata kama nikimwomba tendo la ndoa hawezi kunipa. Kwa mimi naomba tu tumalizane. Dada akiingia chumbani. Yule hawezi kuingia huko. Yule namjua. Sasa hivi kaka anaangalia TV. Afu ni vivu. Sawa. Usiogope.